Kuna hapo Sharon alikuwa anafanya coding ambapo ni kuandika na usimbaji programu. Kuna ile simu ambayo Bwana Mambo amepigiwa na hata pia Inspector Mongela. Haya yanaonyesha matumizi ya teknolojia. Kwa mfano yameweza kurahisisha mawasiliano. Sivyo? Ingekuwa ni kukimbia, kimbia mpaka kituo cha polisi muite bwana inspector. Unafika huko unaambiwa magari ambayo hiyo karadinga zao zimeenda. Sasa utafanyaje? Ingekuwa ni kutumia barua itachukua kama wiki moja, lakini tunaona hili lilikuwa ni swala la dharura. Hivyo matumizi ya teknolojia yamesaidia katika kurahisisha mawasiliano. Jambo lingine ambalo mliliona, maudhui yapi mnayaona wanafunzi? Haya, kwa sasa tunaongelea kuhusu kupigwa kitutu. Hivyo tunaona kuna ukiukaji wa haki za kibinadamu. Tunasema mtu ana haki ya kuishi. You have a right to live. Hata Biblia yenyewe inasema do not murder. Hivyo mtu ana haki ya kuishi. Na kuaje basi leo hii tunataka kumpiga kitutu na kukatiza maisha yake? Hivyo kuna ukiukaji wa haki za kibinadamu. Nyingine? Maudhui mengine mliona ama hamkuona kitu? Watu hawaoni? Hata hasira ni maudhui yako pale. Ni akina nani ambao wana hasira? Umati una hasira. Nyingine kuna hata Inspector Mongela ana hasira. Kwa sababu naona watu wanafanya mambo ambayo hayafai kufanya. Hata hekima, nani anaendeleza maudhui ya hekima? Sharon, nani tena? Mama yake anapopiga simu, nani tena? Mzee Mambo anaposema tumefika hapa, alafu anawaambia watulie. Hata pia tunaona Mzee Mambo pale anaposema kwamba hicho kituo cha polisi kiweze kuongezewa gari moja ambalo litasaidia katika usafirishaji. Maudhui mengine? Kuna maudhui ya elimu kurasa 10. Mwalimu wangu alituambia kuwa japo mtu anaonekana kuwa na hatia, haimaanishi kuwa kweli yuko na hatia. Hivyo tunaona maudhui ya elimu ni kupitia kwa elimu ambapo mtu kama Sharon ameweza kujua watu wana haki. Nafasi ya elimu katika kuelimisha. Maudhui mengine? Biashara kupitia. Britney, ongeza sauti. Ukurasa 10 tunaambiwa ulikuwa katika uwanja wa soko, hata mwendesha pikipiki alikuwa sokoni. Maudhui mengine nimeona ni matumizi ya vyombo vya dola, governmental instruments. And we have how many arms of the government? 3, yes? The judicial, legislature, executive. So utaputa kwa judiciary, tuko na kitu kinaitwa extra judicial. Hapo ndio askari wanatokea sasa, wanasaidia. So kama hapa kulikuwa na matumizi ya vyombo vya dola kama vile polisi ambao wamekuja kusaidia kuzima ule moto wa umati. Na pia hata tunamuona chifu pia ni chombo cha dola au serikali ameweza kusaidia. Maudhui mengine?
Tuangalie kwa listi yako ya niliwapa orodha ya maudhui. Yako mengi. Kuna ukatili, kama huyo anayewasha ya kiberiti. Huo ni ukatili wa hali ya juu. Utahisi vipi wewe ukichomwa? Na tena unaona karibu na mafuta, inamaanisha huenda ikalipuka. Hata wale ambao hawakuwemo wakachomeka. Haya, ukurasa wa 9 niliona pia kuna uwajibikaji kupitia mama ambaye anapika. That shows responsibility kwa familia yake. Pia tunaona kuwajibika kwa Sharon mwenyewe kuhakikisha kwamba yule mwendesha pikipiki hajachomwa. Pia tunaona kuwajibika kwa Bwana Mambo anapofika pale kwa haraka akiwa na wenzake ili kuzima vurugu la umati. Pia kuna kuwajibika kupitia kwa Inspector Mwongela mwenyewe. Maudhui mengine? Hata kuna huyo afisa Kamau, kurasa 13. Tunaambiwa polisi walihoji watu wachache waliobaki katika umati. Afisa Kamau aliyekuwa mrefu na asiyependa mzaha alimkaribia mama yake Sharon. Kijidaftari chake kilikuwa tayari kiko wazi alipompa jicho kali la kuuliza, niambie ni nini hasa kilichotokea. Tunaona anawajibika hata kwa kuuliza yale maswali ambayo yatamsaidia kujua ni nini haswa kilitokea, in gathering of the information. Nini tena mmeona? Kama haya yametutosha. Yako sawa? Haya basi tuende mbinu. Chantel, ulianza na mbinu ya utohozi. Utohozi niliona baadhi ya maneno ambayo yametoholewa. Kuna programu, si ndio? Coding alijatoholewa, limeachwa hivyo hivyo. Kuna jaketi, polisi, inspector, maafisa, laini kutokana na neno la Kiingereza line. Kuna engine, alafu pia chief, Land Cruiser. Hiyo ni kuchanganya ndimi, wamelikopa tu jinsi lilivyo wakachanganya. Mbinu nyingine, programu ilikuwa kwa utohozi, ni vizuri. Hata ambulance, Nida, Nida imetokelezea wapi? Matumizi. Mchome, choma mwizi. Hiyo ni Nida, kuonyesha hisia ambazo walikuwa nazo na ni hisia za hasira. Na hapo inatupa hisia zipi? Za masikitiko, sivyo? Huyo mwanamke anasikitika kwamba huyu mwendesha pikipiki angepigwa kitutu, eti ni simu yake imeibwa ilhali alikuwa nayo. Simu yangu, nilidhani aliiba, nilidhani yeye ndiye mwizi. Alilia, mikono yake ikiinuliwa angani. Urudiaji wapi? Urudiaji. Simu yangu. Kwa nini ameitumia simu yangu? Mbona amerudia? Why do we use repetition? Mori, mbona tunatumia repetition? Urudiaji. Kusisitiza, kutilia mkazo. Hata hapo choma mwizi. Hata pia kuleta tashtiti. Mbinu nyingine niliona mimi ni mdokezo, kama vile ukurasa 10. Wote wawili waligeukia eneo la tukio wakitazama kwa wasiwasi, huku kelele za umati zikizidi kuwa
kubwa na zenye rapture. Sharon akanong'ona kama vile akijizungumzia, tafadhali mzee mambo, kuna alama za dokodoko pale, tafadhali fika haraka. Na tunaona mdokezo umetumiwa pale kuonyesha kwamba kuna baadhi ya maneno ambayo yameachwa. Na hapa ni huenda ni kwa sababu ya hisia ambazo alikuwa nazo kama vile woga. Sasa akawa anaharakisha kutokana na hiyo dharura. Mbinu nyingine, dialogia baina ya afisa Kamau na mamake Sharon. Mamake Sharon na Sharon mwenyewe. Dialogia, dialogue, mazungumzo baina ya watu wawili. Wapi swali balagha? Kwa mfano, itakuwaje ikiwa hajakosea? Itakuwaje kama hakuiba? Je, kama hana hatia? Hilo ni swali balagha. Mbinu nyingine, nahau. Kwa mfano, enda mrama, kwa maana ya enda mrama inamaanisha nini? Mambo kuharibika. Yenye mnasema enda segemnege. Hata pia kulikuwa ya mbichi na mbivu, kwa maana ya kujua lililo kweli na lisilo la kweli. Kuna mbinu nyingine tumeiacha? Haya, maongezi baina ya Sharon na mamake, baina ya mamake Sharon na afisa Juma. Haya, nimaliza. So mtafanya wahusika ufanye sifa zao na umuhimu wao. Labda niwafanyie ya Sharon ama hata nisifanye. Lakini ziko nyepesi tu kwa sababu hadithi yenyewe haina kurasa nyingi. Kama Sharon tunamuona ni msomi, amefunzwa na mwalimu wake kuhusu haki za kibinadamu. Haya, pia tunamuona alikuwa anafanya usimbaji programu kabla ya kuathiriwa na kelele za umati. Pia tunamuona kama mwenye mawazo pevu. Anafikiria sana, ana mawazo mazuri sana. Ndiposa hata mamake anakuja anasema, wewe ni msichana mahiri, ukurasa 14. Mama yake Sharon alimkumbatia binti yake kwa nguvu. Wewe ni msichana mahiri, alijibu. Umenifundisha jambo moja muhimu leo, kufanya jambo sahihi. Naomba radhi sana kwa mtazamo wangu wa awali kuhusu swala hili. Mama Sharon hajapewa. So utamuita tu mamake Sharon. So kama yeye ametumiwa kama kiwakilishi cha watu ambao wana mawazo pevu katika jamii, ni kiwakilishi cha wasomi, ametumiwa kujenga maudhui kama vile matumizi ya teknolojia. Hapo anapompigia inspector. Pia ametumiwa kuendeleza maudhui ya elimu shuleni. Ametumiwa kuonyesha sifa za wahusika wengine. Hivyo ametumika kuwajenga wahusika wengine kama mamake anaposema umenifundisha mengi. Hivyo tunaona mamake akiwa ni mwenye mtu ambaye anaweza kuomba pole, samahani, anaitwaje? Apologetic. Hiyo sifa. So tunamwona amemjenga mamake kwa kiasi fulani. Kwa sawa. Tusome kisanduku maneno.